Natanguliza kuomba radhi jamii, Wizara ya Elimu, warajisi wote wa taasisi zisizo za serikali na watu wote walioiona video zile ambazo zikasababishia taharuki, kwa sababu yale mambo kwa kweli yalikwenda kinyume na utaratibu na culture za Zanzibar. Lakini kama skuli tulifanya jambo bila ya uelewa mzuri na utaratibu. Pale kwa kweli tumekosea, na tunaomba serikali kwa jumla na wadau wa elimu kwanza watusamehe, kwa sababu lengo ilikuwa kutaka kuwafundisha wale watoto no brutality for animal, ili kuondosha ile watoto kupiga mbwa mitaani. Lakini kwa kweli hatukujua dhamira za yule mwenzetu, nafikiri, kwa sababu baadaye bila kuambizana yeye aliposti zile video, wala hatukujua itakuwaje nje. Kwa hivyo kikubwa zaidi naomba radhi kwa kila hilo mgusa lile jambo, kwa sababu kwa kweli tumekosea, tumetoka nje ya utaratibu wa sheria za elimu na sheria za nchi. Na yote hayo nia yetu ilikuwa ni kujenga, lakini hatukuwa na utaalamu, ndio maana akatokezea yale pale. Tukio la kurushwa katika mitandao ya kijamii video au footage iliyotapakaa katika nchi yetu, ikiwa na maudhui ambayo si mazuri kwa maadili na desturi zetu hapa Zanzibar, iliyohusu kuonyeshwa kwa mnyama mbwa katika skuli huko Nungwi, ambapo watoto au wanafunzi wakionyeshwa kuwa wakimchezea yule mbwa ambao ni kinyume na desturi na mila zetu. Na katika video ile kumetajwa kwa jina la taasisi ambayo imejulikana kwa jina la Tajdo. Napenda kuchukua fursa katika mkutano huu mbele yenu waandishi wa habari kujulisha umma kwamba sisi wakala wa usajili wa biashara na mali Zanzibar mwaka 2025 tulisajili kampuni iliyoitwa kwa jina la Tajdo Company Limited. Na kampuni hii ilisajiliwa ikiwa na majukumu au kazi za biashara 4. Moja, ilihusu utolewaji wa huduma ya vaccination, kutoa chanjo kwa wanyama ikiwemo mbwa. Lakini pili, shughuli zake ilikuwa ni kufanya usafirishaji wa wale wanyama kutoka point A kwenda point B, ikionekana kuna haja kwa yule atakayefika katika kampuni hiyo kupata huduma hiyo. Lakini tatu, iliainisha jukumu la kuchukua, yani malezi, taking care ya wale wanyama, hasa pale ikitokea miliki wa mnyama mbwa amepata safari pengine ya ndani ya Zanzibar au nje ya Zanzibar na anataka mnyama wake abakie hapa, basi kampuni hii imejisajili kwa inaweza ikafanya shughuli ya kutake care wakati ule mwenye miliki anayemiliki mbwa kuwa amesafiri. Lakini 4, imejisajili kwa shughuli ya kutoa huduma ya usambazaji wa madawa pamoja na chakula kinachohusu hao wanyama. Kwa hiyo ni kampuni ambayo sisi tunaitambua na imejisajili kwa shughuli za kutoa huduma kwa wanyama. Kwa mkutano huu au kwa forum hii ninathibitisha kwamba kama taasisi wakala wa usajili wa biashara tutatizama namna gani kwa upande wetu kwa waliofanya tukio lile wanaweza wakajibika kwa mujibu wa sheria za makampuni hayo. Sisi kama wizara tunakemea vikali swala lile lililotendeka pale, lakini kwa vile kampuni hizi bado ziko ndani ya mikono yetu ya serikali, sisi kwa upande wetu wa Wizara ya Elimu na taratibu tumeziweka na miongozo ipo, sisi shule ile tutaichukulia hatua, na walimu wale wa pale walioruhusu swala lile kufanyika tutachukua hatua kwa mujibu wa miongozo yetu ya uendeshaji na usimamizi wa skuli. Lakini hata hivyo bado tunaiomba jamii, kama wenzangu walipokwisha kuzungumza, kwamba tunaomba radhi sana jamii yetu hii, lakini hasa tukijua kwamba maeneo yale ni maeneo ya utalii na tunazidi kudhibiti sana. Tunaomba radhi jamii ituelewe katika hili.
na sisi tunaahidi kwamba tutachukua hatua za kisheria kadiri ya miongozo yetu inavyotuelekea.